dalili ni ipi ambayo tunaweza tukajua kwamba yes, hapa sasa tumefika wakati wa mwisho? Kwa sababu katika Mathayo aliziongelea hizo dalili. Tukiona dalili ya kwanza ni vita na uvumi wa vita. Hiyo inatoka katika Mathayo 24:6. Yesu alisema kuwa tutaona vita vikiendelea na kuenea duniani kote. Hali ya vita inazidi kuwa tatizo katika maeneo mengi ya dunia, kutoka vita vya kijeshi, migogoro ya kisiasa, hata vita vya kibiashara na kiuchumi. In reality, ni kweli tunaona kabisa hapa tushaanza kuona zile dalili za mwisho, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna vita. Ukiangalia kwa mfano Kongo everyday yeye anapigana tu. Kule Pakistani na Waisrael always wao wanapigana. Kwamba hapa ulishaambiwa dalili ya kwanza na nyakati za mwisho ni hivi vita. Unaona kila kukicha kunakuwa na migogoro ya kisiasa. Kila kukicha unaona migogoro ya kibiashara na kiuchumi. Kwamba hapa tayari tushaanza kuziona dalili za mwisho zinavyokaribia. Yenyewe dalili ya kwanza ni hiyo vita. Tukiona katika ile Mathayo 24 na ule mstari wake wa 6. Na dalili nyingine, ninaenda haraka kulingana na wakati wetu pia. Dalili nyingine ni matetemeko ya ardhi na majanga ya asili. Majanga ya asili ni kama nini? Ni kama mafuriko, ni kama matetemeko ya ardhi. Yanaweza hii ni ishara inayozungumziwa katika Biblia na inadhihirisha dalili za nyakati za mwisho. Yenyewe inatoka katika kitabu cha Mathayo hiyo 24 mstari ule wa 7, kwamba tushaanza kuona matetemeko ya ardhi. Tushaona mafuriko, unakuta huko Mtwara maji yanajaa, mvua zinanyesha, watu wanapata maharibifu, maji inajaa. Kwamba hiyo moja kwa moja ni dalili nyingine ya nyakati za mwisho, kwamba watu wanapitia majanga ya natural, kwamba ni ya asili, kwamba mafuriko, disaster zile zinavyotokea zinaweza zikasababisha vifo vya watu, na sio kwamba ni mtu mmoja wawili, ni vifo vingi. Kuna watu nchi zao zinaishi tu na mafuriko tu, matetemeko ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nakutajia dalili nyingine ni magonjwa mlipuko. Naye natoka katika hiyo Mathayo 24:7. Magonjwa mlipuko, kwa mfano kama gonjwa hili la COVID-19 tuliliona kwamba hili ni gonjwa la mlipuko pia, alafu halina hata kinga. Watu wengi sana duniani walianguka na huo ugonjwa. Watu wengi sana walifariki kupitia huo ugonjwa. Kwamba hiyo pia ni dalili ya nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekutajia baadhi ya hizo dalili za nyakati za mwisho. Sasa tuingie katika somo letu. Sasa tunazoziona hapa, hizo dalili exactly zinatokea dunia sasa hivi, kwamba zipo, maovu yanaongezeka. Hizo dalili tayari zimeshaanza kutokea. Je, sisi wa Kristo tumejipangaje? Kama sasa dalili za mwisho ndo hivi zinavyoanza kuonekana, COVID-19 imepita, malipuko ya magonjwa hayo, tumeona matetemeko ya ardhi, tumeona mafuriko, tunazidi kuona vita vinazidi kuendelea, bado tunaona maovu yanazidi katika uso wa dunia. Je, sisi kama Kristo tumejiandaje na hizi dalili za mwisho? Nafsini mwetu kunaongea nini juu ya dalili hizi zetu za mwisho tunazozidi kuziona?
Tunajiandaa vipi? Pointi ya kwanza, namna ya kuziovercome hizi dalili za mwisho. Namna yake ya kwanza ni tuishi kwa utayari katika utakatifu. Tuishi kwa tayari na katika utakatifu. Kwamba tuishi kwamba muda wowote, saa yoyote Kristo anaweza kuja hapa duniani. Kwa sababu alisema anakuja kama mwivi. Hakuna mtu ajuae wakati wala saa. Kwamba lazima tuwe tayari. Na sio kuwa tayari tu, bali tuishi katika ile hali ya utakatifu. Tukifungua kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa 13 mpaka 16. Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 13 mpaka wa 16. Aliyefika naomba nisomee. Petro wa kwanza, mstari wa kwanza, 13 mpaka 16. Amina. Kusoma mstari wa 16 anakuambia kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwamba hapa tayari tunaona pointi ya kwanza ni kuwa tayari. Na kuwa tayari tu haitoshi, bali katika utakatifu. Hatuwezi tu tukawa ready. Yaani ngoja nikutolee mfano. Kwa mfano wewe ukaambiwa leo tutatoka out. Kama umeambiwa wewe leo tutatoka out, lazima ujiandae. Lazima upendeze. Uvae nguo zako vizuri, upendeze. Kama utajipamba, unajipamba. Kwamba unajua kama kutakuwa na safari. Kama wewe ushajua kama kutakuwa na safari, ukajiandaa, ndivyo hali ilivyo. Sisi tunajiandaa kwa namna gani? Kama tushajua Yesu atakuja kututwaa hapa duniani. Kwa tayari tushajua sisi tuna safari. Kwamba sisi sio wa hapa. Tunajiandaa kwa namna gani? Kwa kuishi yale maisha matakatifu ambayo yeye ameyaagiza tuyaishi. Na pointi nyingine, tunaelewana wa Kristo wenzangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Na pointi ya pili nasema tujitahidi kuwa wema na wenye upendo. Tujitahidi kuwa wema na wenye upendo. Dunia sasa hivi umejaa unyama na uovu. Wachache sana, ila wengi wao ni wanyama na uovu. Mtu anatenda maovu na ogopi. Mtu anafanya mabaya na hajali chochote. Kwamba pointi nyingine inayotufanya sisi, kwa sababu tayari sisi tumepata neema za kuzijua zile dalili za nyakati za mwisho, tunachoagizwa baada ya kuwa na utayari pia na kuyaishi yale maisha matakatifu, ni lazima tuwe na wema pamoja na upendo. Tukifungua katika kile kitabu cha Yohana 13 mstari wa 34 mpaka 35. Yohana 13. Amina. Watatambua ya kuwa
Amina. Inasema amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo hivyo. Sisi hatukuanza kumpenda Mungu, sisi hatukuanza kumpenda Kristo, bali Kristo alianza kutupenda sisi. Hicho cha kwanza unatakiwa ujifunze, kwamba wewe hukuanza kumpenda Kristo, bali Kristo alianza kukupenda wewe kwanza. Ndipo alivyokupenda wewe kwanza. Ndio maana hapa anasema kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo hivyo. Ukiangalia dunia sasa hivi imejaa uongo na maovu, watu kwa watu hawapendani. Mtu anaweza akawa ameumia hapo, lakini mtu amjali mwenzie. Mtu anaweza akawa na shida, kwa sababu sisi mioni mwetu sasa hivi kumejaa na negative thoughts, kwamba kumejaa na yale mawazo hasi, mawazo ambayo ya negative pekee, kwamba sisi mtu anakuja kukuomba msaada, wewe unaanza kufikiria vibaya, wenda kaanza au anaichukua pesa yangu akanirogee. Yaani wewe unaanza tu negative. Kati in reality huyo mtu anahitaji kweli msaada. Huyo mtu kweli amekufuata wewe, anahitaji umsaidie, lakini kwa sababu tuna mioyo migumu na ule upendo na wema umepotea ndani yetu, unaanza kuwaza negative thought. Unaanza kuwaza mambo mabaya, kwa sababu uovu umezidi katika uso wa dunia. Na Isa 65 anasema hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwamba tayari wewe ukiwa na upendo, tayari ukiwa karibu na Mungu, watu wanakutambua bila wewe kujitambulisha. Kuna ule msemo unasema kwamba mavazi humtambulisha mtu kabla yule mtu hajajitambulisha. Muonekano unamtambulisha mtu kabla yule mtu hajajitambulisha. Hata Petro, wakati Yesu ameitwa kule anatajiwa kusulubiwa, Petro akawa anaulizwa kwamba wewe pamoja ni wanafunzi wako, lakini alikataa. Kwa nini? Walimjua yule mtu kama yule ni mfuasi, mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu wa muonekano, mwenendo. Kwamba hapa kitu tunachoagizwa sisi wa Kristo ambao tunazijua dalili za nyakati za mwisho, tuwe na upendo pamoja na wema katikati yetu, sisi kwa sisi, tupendane. Pointi inayofuata, pointi ya 3, inasema tuwe na matumaini ya kurudi kwa Kristo. Tuwe na matumaini ya kurudi kwa Kristo. Tuache kuwa na zile thoughts kwamba wewe Yesu unamjua. Yesu sijui amekuja miaka 2000 iliyopita, uliwahi kumuona, una uhakika gani atakuja? Hizo thoughts sio kwa Wakristo, bali sisi wa Kristo tunatakiwa tuwe na tumaini moja tu, kwamba Kristo anarudi na dalili zake zinaonekana wazi, kwa sababu alishasema yeye mwenyewe kwamba mimi nitavyokuja mtaziona dalili zangu, ila ijulikani ni siku gani. Dalili zenyewe zishaanza kuonekana. Nimekutajia dalili baadhi hapo. Milipuko ya magonjwa COVID-19 zilivotesa hapa, na hakuna mtu aliyokuwa anajua dawa yake. Watu wengi sana wamekufa. Hofu, mtu amekohoa kidogo tukaogopa, anakufa. Vita, natural disasters hizi kama mafuriko, yote haya ni dalili za ujio wa Kristo. Kama hapa amesema tuwe na matumaini ya kurudi kwa Kristo, tukifungua katika ile kitabu cha Tito 2 na ule mstari wake wa 13. Tito 2 mstari ule wa 13. Amina. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu,
Amina. Anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwamba hapa tunachotakiwa ni kumtazama Kristo pekee. Tusiishi maisha kwamba sisi tunaweza. Pasipo Mungu hatuwezi jambo lolote. Ila kwa Kristo yote yanawezekana. Tukiwa tunazidi kulisoma neno la Mungu lina mafunuo mengi sana. Lina siri nyingi sana. Kama wewe unahisi unaweza wewe mwenyewe ukafanya jambo pasipo Mungu, ujue wewe unaenda kupoteza. Ujue wewe unaenda kushindwa hilo jambo. Lakini ukiwa na Kristo ndani yako, wewe hata uogopi chochote. Una hofu ndani yako kwa sababu tayari Kristo amekutangulia wewe. Kama kuna swala moja mtu unaweza ukawa unasema mbona kama Mungu ameniacha? Mbona kama hapa nilipofika mimi sioni mwelekeo? Hapana. Usiwe mtu wa kukata tamaa, wala usiwe yule mtu wa kuogopa, kwa sababu Kristo tayari ameshakutangulia wewe. Wewe unapoona wewe umeshindwa, ujue Kristo tayari ameshakutengenezea wewe njia. Kristo tayari wewe ameshakutengenezea njia, yeye yuko mbele kule anakusubiria wewe hapa uvuke.